yule mtoto kiasi kwamba ningechelewa kumuokota yule mtoto angepoteza maisha. Nikamwambia mimi huyu mtoto ningekuwa na lengo hilo la kumuuza, kipindi nimemuokota pale nisingemleta huku. Naitwa Epi. Yule mtoto nilimuokota akiwa kwenye pembeni ya kwenye nyasi. Mimi nilikuwa napita zangu nikakutana yule mtoto analia kwa uchungu. Nikaona mimi kama mama siwezi kumwacha. Kabidi nikamuokota yule mtoto. Lakini watu walinishawishi pale kwamba umeokota mtoto inabidi umchukue tu ukamlee. Lakini mimi nikawaambia kwamba siwezi kuchukua huyu mtoto bila kumfikisha kituo cha polisi. Kwa hiyo nikaamua kwenda kituo cha polisi, nikaonyesha kwamba mtoto niliomuokota ndio huyu. Basi watu wakajitokeza pale, wakawa wanatoa misaada kwa ajili ya kutoa labda kununua pampers za mtoto. Nilimkuta alikuwa amevaa nguo, sio kwamba alikuwa hana nguo. Alikuwa na nguo lakini alikuwa amejifunika sana. Yule mtoto kiasi kwamba ningechelewa kumuokota yule mtoto angepoteza maisha. Na mama yake alikuwa ameweka hapo na begi la mfuko wa nguo. Na ule mfuko ulikuwa na madaso pamoja amewekamo na neti ya mtoto, pia na barua ilikuwemo. Na barua iliyokuwemo alikuwa anadai kwamba yeye alikuwa ni mwanafunzi. Akawa anasoma lakini baba yake alimfukuza, akamwambia kwamba kama umebebea mimba nyumbani sikuhitaji kukuona kwenye maisha yangu. Bora ukafie huko. Akadai kwamba mimi niliamua kuchukua huyu mtoto lakini msije mkanihukumu kwamba mimi ni mtu niliozamiria kuua, lakini ni maisha yamenishinda. Na pia mtoto wangu atakapokuwa aitwe Sabato, ndio jina lake aliyoandika pale. Basi mimi nikamwambia yule dada kwamba huyu mtoto hatuwezi kumwacha, kwa maana alikuwa amelia kwa muda mrefu mpaka akawa amejisaidia haja kubwa. Kwa hiyo nilivyomuokota pale mimi, cha kwanza alivyokuwa amejifunika na zile nguo zimemfunika, niliwahi haraka kutoa zile nguo, nikamwambia yule dada kwamba huyu mtoto amelia sana, alafu alikuwa na njaa kweli. Nikabidi nikamwambia yule dada kimbilia maziwa haraka tumpe huyu mtoto ana njaa. Basi ndio hivyo. Kwa hiyo alilia ni muda mrefu. Na pia kuna majirani walidai kwamba waliona kuna mdada alikuwa amekaa pale. Lakini kafika muda wa kuingia kula. Ndio wakatoka nje wakakuta yule mdada. Nilipofika pale nasema jamani, kweli mtoto ametupa, ona mtoto huyu hapa. Wajirani walivyotoka akasema kweli kuna mdada alikuwa amekaa hapo, sisi tukajua amekaa kwenye msingi hapo labda ananyonyesha mtoto wake, akimaliza ataondoka. Kumbe alimaliza akamwacha hapo. Tukasema ndio huyu amemwacha. Naitwa Johnson Mwenura, mtendaji wa mtaa wa Morembe, kata ya Bweri, manispaa ya Msoma. Walimchukua yule mtoto wakaja naye hapa. Na mtoto yule alipatikana mtaa wa Bweri. Baada ya kuja naye hapa yule mtoto tukasoma ile maandishi, tukaona maandishi yanasema nini, lakini kilichofuata cha msingi tulimpeleka kituo cha polisi Bweri State kwa hatua zaidi. Tulipofika pale tukakabidhi polisi, wakawasiliana na polisi Central. Polisi Central walipokuja wakachukua ile mtoto kwa ajili ya hatua zaidi pale polisi. Tulimpokea mtoto katika kituo chetu cha kulelea watoto siku ya Jumatatu. Aliletwa na ofisi zetu za ustawi wa jamii kwa kushirikiana na jeshi la polisi, dawati la jinsia na watoto. Na mtoto anaendelea vizuri, kwa sasa anatumia maziwa ya kopo, japo alikuja na maziwa ambayo ni ya ng'ombe, lakini huwa tuna system ya kuwabadilishia watoto maziwa kulingana na utaratibu uliopo katika kituo chetu. Kwa malezi na makuzi ya mtoto kwa kipindi ambacho tuko naye, tunahitaji hasa kumsaidia kwa maziwa. Maziwa yana gharama kubwa, maziwa haya ya kopo yana gharama kubwa, kwa hiyo tunahitaji angalau wadau waweze kuguswa. Tuweze kumtafutia mtoto maziwa ya kutosha na nguo, kwa sababu nguo alizoletwa nazo pia zingine aliongezewa na wasamaria wema baada ya kuwa ameokotwa. Kumekuwa na ongezeko kubwa la wimbi la wazazi au walezi kutelekeza watoto. Kwa kipindi cha miezi miwili kuanzia mwezi Machi mpaka sasa hivi, huyu ni mtoto wa pili ambaye ametelekezwa maeneo ya stendi. Mwezi wa 3 tulimpata mtoto mwingine anayekadiriwa kuwa na umri wa mwaka 1 na miezi 3 ambaye aliachwa na mama yake mzazi eneo la stendi mjini.
akiwa na kadi ya kliniki pamoja na nguo kadhaa za huyo mtoto, na akimwachia na ujumbe, aliacha na ujumbe ambao ulikuwa umeandikwa kwamba mtoto wake amsamehe sana, kwamba ameshindwa namna ya kufanya. Kwa hiyo na haya ni matukio tu machache ambayo nimeweza kuyasema, lakini pia kwa upande hata wa familia kumekuwa na ongezeko kubwa sana la wazazi hasa wa baba kutelekeza watoto. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ipo, na hata ukiangalia kwa manispaa yetu ya Musoma bado tuna changamoto kubwa ya uwepo wa watoto ambao wanaishi na kuzurura mitaani, ingawa tumekuwa tukifanya kampeni za mara kwa mara na kuhakikisha kwamba watoto wote tunawatambua na kuwaunganisha na familia zao. Kwa hiyo hali ya utelekezaji wa watoto ipo, sio tu kwa watoto hawa wakubwa, hata watoto wachanga kama ambavyo nimetoa taarifa kwa